Nichukue fursa hii kwa mapenzi yaliyo dhati kuipongeza Radio Sauti ya Istiqama kuandaa kongamano hili muhimu sana, pamoja na washiriki wote waliofanikisha hatua hii. Mwisho kabisa, niwaombe sana tuendelee kudumisha amani na mshikamano wetu, sawia na kuwaombea dua viongozi wa pande zote mbili, Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi na jitihada wanazoendelea kuzichukua katika kuhakikisha Zanzibar inasogea katika hatua mbele za kiuchumi. Baada ya hotuba hiyo, nami niungane na Waislamu wote kwa ujumla kwa kuweza kutengeneza maudhui ya kimsingi, lakini pia na uwiano wa pamoja katika jitihada za kuiunga mkono redio yetu ambayo inatupa taarifa mbalimbali. Na mimi niahidi katika kuendeleza mchakato huu nitaichangia shilingi 50,000 hata kama ni kwa umeme kwa ajili ya kuendesha shughuli hizi, na nitamwona classmate wangu Sheikh Saidi, nitamkabidhi kwa wakati husika. Kitu chengine zaidi, napenda kusisitiza kwa wazazi na walimu kwa ujumla, tuendelee kuwalea watoto wetu katika kufuata misingi bora ili tuweze kufikia katika maazimio ya kiucha Mungu, lakini sambamba na kuweza kuzuia katika masuala ya udhalilishaji. Nafahamu wengi wetu tunajua kwamba tayari mazingira ya sasa ni tofauti na yale tuliotoka. Sasa hivi mambo mengi ambayo ya udhalilishaji yanatokea katika mazingira yetu, lakini naamini kwamba mashehe na wananchi pamoja na wazazi kwa ujumla, tukikaa pamoja, tukiandaa mazingira mazuri ya kuweza kuwalea watoto wetu, tunaweza kufikia azma nzuri na muhimu. Baada ya hayo, kwa kuzingatia muda na mazingira sio rafiki, niseme asanteni na washukuru sana na wapenda sana wananchi wote pamoja na mashehe zangu ambao walihudhuria katika swala hili, kwa sababu njia hizi ni njia muhimu ambazo za kuweza kutoa nasaha, lakini pia katika kudumisha misingi ya dini yetu kwa ujumla. Kwa vile nimepewa nafasi ya kumkaribisha pacha wangu, nichukue fursa hii naye kwa upande mwingine ajiandae aje aongee na hadhara hii kwa ujumla. Asanteni kwa kunisikiliza.